Ya AFCON imefikia tamati. Senegal ndio mabingwa wa taji la AFCON mwaka 2025. Ilikuwa ni vita vya kipekee, uwanja wa mapambano na si mapatano hata chembe, dhidi ya mwenyeji Morocco. Morocco amekawia jangwani kwa takriban miaka 50, unaona, miongo mitano, na ilikuwa ni fursa kipekee kwa wao angalau kuweza kubeba tajili, na hususan mbele ya mashabiki wa nyumbani, wachezaji wenye uwezo mkubwa, wachezaji ambao ni wapambanaji, wakina Diaz, wakina Hakimi, kipa mwenyewe akiwa ni Bono katika ubora wake. Ni kikosi ambacho kimekamilika, lakini walikuwa wanacheza dhidi ya nani? Bingwa wa zamani wa mwaka 2022 katika ubora wao. Sadio Mane, unamwona Cisse, yupo muhusika mkuu kwa jina la Koulibaly hakucheza, ndio manake wakati uliopita alishwa kadi ya njano, kwa hiyo alikuwa anahudumia marufuku ya kutocheza kutokana na kadi alizokusanya wakati uliopita. Vipi sasa kwa upande wa Ghana Gray? Unaona, yaani kikosi kimekamilika. Nazungumzia wachezaji ambao pia vile vile kupigwa mfano hapa, nikirejelea mlinda mlango hapa, tunarejelea mpambanaji wa kweli kweli kwa maana ya Eduardo Mendy, mdakaji wa zamani kwa faida ya Chelsea. Amebeba ubingwa akiwa na Chelsea na ni taji la klabu bingwa barani Ulaya, UEFA Champions League, kabla ya kuhamia kwa Mwarabu kwa ajili ya kukusanya ama kufyonza hela za Mwarabu kutokana na mafuta ambayo kwa hakika inapatikana, yaani utajiri wa mafuta. Kwa hiyo katika hili mwalimu, tetesi zipo kwamba amepigwa marufuku, suspension. Hapa kwa taarifa inasema kwamba CAF has officially opened disciplinary proceedings against Senegal head coach Pape Thiaw. Unaona, yaani CAF imemfungulia kesi rasmi kwamba mwalimu wa Senegal, Simba wa Milima Taranga, kesi kwa tukio ambalo ilishuhudiwa hapo jana katika dunia nzima, kwamba alifanya makosa, utovu wa nidhamu wa kuamuru wachezaji watoke nje ya uwanja. Alidinda ama kugoma hata hivyo kuendelea na mapambano, kisa na maana alihisi kwamba mwamuzi wa kati, ambaye kitovu cha asili yake ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alikuwa amefika uwanjani na matokeo mfukoni. Alikuwa ni kana kwamba anawapunja, manake kuna bao ambalo alifunga muhusika mkuu, na ikawa imeleta tetesi kwamba alimsukuma Hakimi. Kwa tafsiri yote ikawa sasa sio bao, ilifutiliwa mbali ujue. Lakini nikitazama kwa jicho la tatu, Hakimi alikuwa tayari ana backpedal, alikuwa anarudi kinyume nyume, na muhusika mkuu alikuwa amekuja kwa nguvu kubwa kwa nia ya kujaribu kuwania ule mpira. Kwa hiyo katika mchakato ule sidhani kama alimsukuma kwa nguvu za kupitiliza ama hata kama alimgusa kwa ziada. Unaona, pale jamaa alikosa tu balance kwa mtazamo wangu, Hakimi, na akadondoka ardhini. Mcheza kwao na mara mbili hutunzwa na kutuzwa hapo nyumbani. Ndani ya dakika mbili ama moja wanapata mkwaju wa penalti, kwamba jamaa wa Tottenham amevuruga muhusika mkuu kwa maana Diaz, ikaleta sokomoko takriban ndani ya dakika 20. Speed yule mtengeneza maudhui alikuwepo, natazama Infantino, wasiwasi na muingia, namtazama Dr. Patrice Motsepe, maswali yakimpita akilini kwa mkororo usiweza katika. Ilikuwaje sasa kwa Alhaji Diouf, mwanandinga wa zamani kwa faida ya timu hii ya The Lions of Teranga? Anatazama kwa macho angavu na matamanio ya kuona timu yake ikibeba taji. Winga wa zamani wa kimataifa wa timu hii ya Atlas Lions ya Morocco, kwa maana Mustafa Haji, mbele ya mashabiki katika uwanja wa nyumbani. Vipi sasa kwa upande wa pili? Yusuf Haji, unaona, alijifunga kwa kichwa mwaka 1998 katika mashindano haya ya AFCON kule Burkina Faso. Kwa hiyo ikawa ni changamoto kubwa sana, mchezo mtamu kweli kweli, uwanja umejaa. Unaona, wakina Larry Mado walisafiri kwenda kutazama, wakina Paul Makonda ambaye ni
waziri mwenye dhamana michezo, sanaa, utamaduni kwa faida ya wana michezo nchini Tanzania. Tumemshuhudia pia vile vile Mario Ndimbo, msemaji wa TFF. Rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania alikuwepo, na mtaja huyu kwa maana yake Wallace Karia. Achia mbali pia vile vile katibu mkuu wa nadhani katika wizara ya michezo nchini Kenya, Bwana Kinyua alikuwepo. Rais wa shirikisho la soka Bwana Hussein Mohamed alikuwepo pia vile vile, akipiga darubini pia vile vile Bwana Magogo, rais wa shirikisho la soka nchini Uganda, pamoja na waziri mwenye dhamana ya michezo Bwana Okello walikuwepo. Kwa nini walikuwepo? Kenya, Uganda na Tanzania wanakuwa wenyeji wa michuano ya AFCON mwaka ujao. Je, wapo tayari? Walikabidhiwa bendera rasmi, lakini katika hili mhusika mkuu anasemekana kwamba anapigwa stop kiasi cha haja. Unaona kwamba alichochea wachezaji kuondoka nje ya uwanja, ambao ni kinyume na kanuni za mchezo wa mpira wa miguu. Anaichafulia sifa, unaona, mchezo wa mpira wa miguu barani Afrika mbele ya rais wa shirikisho la soka duniani kwa maana Gianni Infantino na wageni wengi, na hata watazamaji ambao walifika kwa ajili ya kuweza kushuhudia mapambano. Soka la Afrika tamu. Kunakumbuka kisa cha Taulo, jamaa kipa msaidizi akisimama nyuma ya Mendy, anabeba Taulo mara kwa mara akimkabidhi angalau kwa ajili ya kufuta jasho, ama kulikuwa na manyunyu kiasi cha haja, na kuendelea na mapambano. Ball Boys wakajitokeza, baadhi ya maofisa ambao walikuwepo kwa ajili ya kusimamia mchezo na usalama, wakawa sasa kila wakati wanataka kumpokonya Taulo, unaona, lakini akakadinda, akakaa ngumu, akakataa, akagairi, unaona, akafukuzwa. Ball Boys walikuwa busy, lakini kwa bahati mzuri Senegal walikuwa wamejiandaa kwa vita vikuu. Nikisema ilikuwa ni uwanja mapambano na si mapatano hata chembe. Ndio sababu niweza kuona Sadio Mane aliwashawishi rudini uwanjani, akaongea na El Hadji Diouf akawashawishi warudi uwanjani, watoke kwenye chumba cha kubadilishia nguo. Alikuwepo pia vile vile Leroy Sane, kocha mzoefu barani Afrika, akamshauri rudini ndani, na kwa hakika leadership ikaonekana. Mbinde hizo zilisaidia, hata akipigwa marufuku ni sawa na kunyamba kwa punda, ashakumsima tusi. Si lolote si chochote kwa kocha, anaweza kosa kwenda World Cup kwa sababu ya hali hii, lakini kwa vyovyote vile tayari ameshakwisha tekeleza majukumu yake. Kwa hiyo taarifa ni kwamba CAF has officially opened disciplinary proceedings against Senegal head coach Pape Thiaw. Unaona kwamba amefungua kesi ya kinidhamu dhidi ya kocha huyu. The Senegalese coach now faces possible lengthy suspension with a real risk of missing the 2026 FIFA World Cup, kwamba huenda akakosa kuiongoza Senegal katika michuano ya kombe la dunia itakayofanyika mwaka huu kuanzia mwezi Juni tarehe 11 mpaka Julai tarehe 19 mwaka huu, unaona, kule Marekani, Mexico pamoja na Canada ambao watakuwa wenyeji. Kwa hiyo katika hili, this follows the dramatic moment in the AFCON 2025 final when Thiaw reportedly urged his players to leave the pitch and return to the dressing room after referee Jacques Ndala awarded a penalty to Morocco. Ya hiyo penalty ambayo ileta shida, wanasema ni penalty ya kimagumashi, lakini jamaa alitaka kupiga penalty wanasema kwamba ni Pananka. Unakumbuka Antonio mwaka 1900 na ngapi ndiye alijaribu haya mambo wakati fulani katika mashindano ya Euro, na kwa hakika alifanikiwa pakubwa katika kuwezesha Czech Republic, wakati ulikuwa Czechoslovakia wakati huo ama ilikuwa Czechoslovakia wakati huo. Vita vya kabila kapasua mataifa hayo, ikabaki Czech, ikabaki Slovakia, unaona, wakina Serbia wakaja huku, vita hivyo vya kabila mwishowe jamaa wakasambaratika, wakina Croatia na kadhalika. Kwa hiyo katika hili CAF na kila sababu ya kuamua wapendavyo, lakini mwisho wa siku hata kinyimwa ama akipigwa marufuku na kose kuifunza timu hii, cha muhimu ni kwamba amebeba taji la AFCON. Unaona, alikuwa mchezaji wa zamani kwa faida ya Simba Milima Teranga akivaa uzi nambari mwaka 2002 sawia na Aliou Cissé ambaye aliwezesha tena Senegal kubeba taji mwaka 2022. Unaona,
unaona, taji la AFCON. Kwa hiyo hawa wahusika wote pamoja na kina El Hadji Diop, nakumbuka wakina wakina Kamara, wakina Henry Kamara, kulikuwepo na wakina Papa Opa Diop marehemu ambaye alifunga bao dhidi ya Ufaransa mchezo wa ufunguzi mwaka 2002, Korea Japan wakiwa wenyeji wa mashindano hayo. Wakati huo Ufaransa ndio ilikuwa bingwa mtetezi mwaka 1998 wakinyakua dimba la dunia. Kwa hiyo historia ni ndefu unapozungumzia timu hii ya Senegal. Wanafika quarter finals wakitafuta namna kuweza kupenyeza mianzi ya pua lao katika mashindano ya World Cup, nusu finali ya kwanza mwaka 2002 na bao kwa hakika likafungwa dakika za ziada, kwa maana sudden death goal, extra time. Kipa Anthony Silva alibaki kutazama tu na kudua, lakini walikuwa wamejaribu. Kwa hiyo ndio utajiri wa mchezo wa mpira wa miguu na hususan katika bara hili la Afrika. Niite Bonga Boli mwenyewe, mtema madini michezoni. Lengo kuu haswa ni kuweza kufurahia yote yanayojiri chini ya jua kuhusiana na masala michezo.